jamani. Kwa siku ya leo nialika kuwa mgeni rasmi wa uzinduzi wa huu mradi ambao unalenga kwenda kuwakomboa vijana, kuwajengea stadi za kazi, wapate uwezo wa kujiajiri wenyewe, waweze pia kujipatia kipato, lakini sio hivyo tu, na kufanya Mwanza ikuwa na mazingira wezeshi ili kuhakikisha Tanzania na mkoa wetu wa Mwanza unakuwa ni ya kijani. Lakini nichukue nafasi hii kwa kweli kwa niaba ya viongozi wenzangu wa mkoa wa Mwanza chini ya mkuu wetu wa mkoa wa Mwanza na si mwingine ni Mheshimiwa Saidi Mtanda, kupongeza sana wafadhili wetu Jumuiya ya Ulaya kwa namna ambavyo wamekuwa mstari wa mbele kutufadhili katika miradi mbalimbali. Mradi huu ambao umefadhiliwa na Jumuiya ya Ulaya ambao unasimamiwa na vijana wetu kutoka shirika la Enable wamekuwa wakifanya kazi nzuri sana katika taifa letu la Tanzania. Miradi mingi kwenye upande wa Jumuiya ya Ulaya imekuwa ikifadhili kwenye masuala ya watoto, miradi mbalimbali ya kimkakati, wamekuwa ni wadau wakubwa wa maendeleo. Lakini hawajaishia hapa. Leo Jumuiya ya Umoja wa Ulaya imeamua kuja kujikita Mwanza na kuendesha haya mafunzo ya vijana, mafunzo ya kuwajengea uwezo ili wawe na uelewa pamoja katika kutimiza wajibu wao na kuweza kujikomboa kiuchumi na waweze kuajirika katika fursa zinazopatikana katika maeneo mbalimbali ya jiji letu la Mwanza. Hata katika taifa letu la Tanzania, hasa ukizingatia kwamba Tanzania tunajenga bomba kubwa la mafuta, tunayo migodi, tunavyo viwanda, tuna taasisi hata za mtu mmoja, chuo chetu cha VETA kushirikiana na Jumuiya ya Ulaya chini ya msimamizi mkubwa wa Enable. Kwa kweli nitumie fursa hii kuwapongeza, na kwamba mimi kama mwakilishi wa serikali hapa tutahakikisha kwa kushirikiana na taasisi ya VETA mradi huu tunausimamia na unaweza kuleta matokeo chanya kwa mfadhili wetu ambaye ameleta fedha kwa ajili ya mafunzo, na mradi huu kwa kweli uendelevu na siku moja tuone vijana zaidi ya 350 wamepata elimu, lakini na wengine zaidi ya hapo wamepata elimu, kwa sababu bado uhitaji ni mkubwa sana katika mkoa wetu na katika taifa letu. Sisi kama Enable, furaha yetu ni kwamba mradi leo unatambulishwa na sasa ndio mahusiano yetu yanaenda kuanza vizuri. Kwa hiyo ninachoenda kusisitiza kwa siku ya leo, VETA sisi tuko tayari kushirikiana na nyie kuendelea sasa kuanza, yani gari letu moshi ndio sasa linaondoka. Kama ni gari moshi linatoka Dar es Salaam linaenda Dodoma, sasa ndo gari linaanza safari. Kwa hiyo napenda nishukuru serikali kwa ujumla, kwa sababu huu ni mradi ambao ni wa mashirikiano wa serikali kutoka Umoja wa Ulaya na pia serikali ya Ubelgiji kupitia shirika la Enable. Kwa hiyo tunashukuru serikali ya Tanzania kupitia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mradi wetu utakuwa unafanya kazi katika Tanzania bara pia na Zanzibar. Kwa upande wa Zanzibar tunafanya Pemba. Kwa hiyo kwa Pemba tulishafungua, walishaanza implementation, na pia tuko Tanga. Kwa hiyo tuna mashirika ya serikali ambayo tunafanya nao pia na mashirika yasiyo ya kiserikali. Kwa majina naitwa Engineer Henry Thomas Kasele, ni mkuu wa chuo cha VETA Mwanza. Siku ya leo imekuwa ni siku nzuri sana, kwani ni siku ambayo tumeweza kuzindua mradi ambao ni mradi muhimu kabisa, mradi ambao unajulikana kwa Inclusities. Mradi huu umefadhiliwa na Jumuiya ya Umoja wa Ulaya, ambao kimsingi wadau wakubwa ambao ni wasimamizi wa mradi huu ni shirika la Enable. Sasa chuo chetu cha VETA Mwanza kimepata fursa nzuri kweli kweli ya kuhakikisha kwamba tunakuwa ni moja ya vyuo vilivyochaguliwa kwa ajili ya kutekeleza mradi huu. Sasa kwetu sisi Mwanza tutakuwa na jukumu la kutoa mafunzo katika maeneo kadhaa, ambapo mojawapo ni kutoa mafunzo katika maeneo ya ufundi solar, kwa maana nyingine solar installation. Kwa hiyo jamii itanufaika, watajifunza namna gani ya matumizi, namna gani ya kufunga hii mitambo ya solar. Lakini eneo jingine ni ufundi wa gesi, kwa maana ya gas welding. Kwa hiyo pia wanufaika watafaidika kujua namna gani ya matumizi sahihi ya uchomeleaji kwa kutumia gesi.
Lakini eneo jingine ambalo tunakwenda wanufaika watanufaika na mradi huu ni kwa upande wa fani ya ujenzi, ambako watafundishwa namna ya kufanya ujenzi, lakini ikiwa hasa kujenga miundombinu ya maji taka katika maeneo ya milimani kwa wilaya ya Nyamagana. Kwa majina, mimi naitwa Hagai Shila, ni mkufunzi kutoka chuo cha VETA Mwanza. Huu mradi una lengo kubwa kuhakikisha kwamba chuo cha VETA Mwanza kinakuwa chuo cha mfano, Center for Vocational Excellence. Na kupitia hivyo tunatakiwa kwamba VETA Mwanza kupitia huu mradi kuhakikisha kwamba chuo kinakuwa mahiri hasa katika baadhi ya fani ikiwemo fani ya umeme wa jua. Kwa hiyo kupitia mradi huu vijana watakuwa nufaika, hawataachwa tu na maarifa ambayo watakuwa wameyapata darasani. Tutahakikisha kwamba tunawaunganisha na wadau wengine ili kuendelea kukuza vipaji vyao, lakini kuendelea kukuza maarifa waliyopata chuoni. Lakini tutawaunganisha na taasisi ambazo zitawahakikishia kwamba kuweza kupata mikopo yenye masharti nafuu ili waweze kuajiri au kuajiriwa. Jina naitwa Francis Arobogasti Mganga, ni fundi bomba. Nashukuru Mungu ametusaidia kuzindua huu mradi ambao kimsingi una faida nyingi. Moja, utasaidia pia kuwapa mafunzo vijana. Mafunzo hayo faida ziko nyingi pia. Yale mafunzo ya ufundi yatawasaidia pia kujikimu maisha yao binafsi, na mtu akishafahamu ufundi maana yake ufundi ni maisha. Kupitia pia chuo cha VETA na wadhamini mbalimbali wa huu mradi, VETA ni moja ya taasisi ya serikali inayotoa mafunzo mbalimbali hapa nchini. Mimi naongea ni moja wa wanufaika wa mafunzo ya VETA. Pia kupitia kwangu kuna vijana kama mdau pia, na kupitia kwangu vijana mbalimbali pia na wapa haya mafunzo kupitia chuo cha VETA.